Kwa sababu uchaguzi tulianza katika ngazi za vituo, tukaja wilaya, tukaenda mkoa na sasa tuko kwenye kampeni za uchaguzi wa kitaifa. Katika uchaguzi wa kitaifa kiukweli mimi kama mdau na nikiwa kama mwanachama na pia ni mwalimu ambaye naguswa direct moja kwa moja. Uchaguzi huu ni uchaguzi ambao mimi nauona kwamba ni uchaguzi ambao sisi wanachama tunawakabidhi wale wajumbe wa mkutano mkuu wa taifa kwamba waende wakatutendee kile ambacho sisi tunakihitaji kwa kuwa tumewatuma wao. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba kwa kipindi hiki ni kipindi ambacho sasa hivi kuna watiania wengi sana. Lakini mimi ninachokiona ambacho nakitazama kuna watiania wengine wameenda tu kugombea kwa sababu tu ni nafasi za kugombea. Sio kwamba na saizi labda kuonekana kwamba labda na dharau na nini. Lakini naona kabisa hawana vipaumbele, hawana mikakati, hawana dira, hawana mission vision, yani kama vile yani hawana kabisa. Ni mtu tu anakuambia tu kwamba mchague fulani tu kwenye nafasi fulani, mchague fulani kwenye nafasi fulani. Yani kuchague tu, yani nikuchagueje yani? Yani unamuona kabisa kwenye mitandao. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo mimi binafsi naviona na navitazama kama kiongozi. Kuna wengine wanatetea nafasi zao, kuna wengine ni wapya wamekuja, lakini ni wachache sana ambao naona kama nafasi ya wanawake, nafasi ya kijana, nafasi ya ukatibu. Kuna mzee wangu mmoja pale anaitwa Amani. Nimemuona yani ni miongoni mwa watu ambao tayari nimeshawatazama, nimeona wameweka mikakati yao, nikasema huyu ni mtu wa mifano. Na mimi pia nimekuwa nikiandika kwenye magrupu kwamba kwa nini msilete mikakati na sera na mipango katika kututumikia sisi walimu. Ni nini utaenda kufanya kwenye chama? Ni nini utaenda kufanya kwa wanachama? Sio unakuja tu ni mnyenyekevu, ni mpole, ni mjasiri, ana maono, hana hofu ya Mungu. Hatuende kumchagua kiongozi wa dini. Tunaenda kumchagua tunaenda kuchagua marejendari wa vita, wa kuongoza vita. Marejendari ambao wanaweza kutufuata, wakanishawishi, wakaniambia mwalimu, fanya wajibu huu, timiza wajibu wako. Kesho mimi nadai haki yangu, naenda wananisemea viongozi wenye uwezo wa kwenda kuishawishi serikali. Yani wanaweza wakatoa hoja wakaishawishi serikali ikaona kweli kuna umuhimu wa mwalimu kumfanya mwalimu bora wa Tanzania akaenda kutoa elimu iliyo bora. Ndicho kitu cha msingi ambacho tunatakiwa kwenda kukifanya sasa hivi. Kwa hiyo sasa mimi nikiangalia mikakati mingi, mtu anaposti picha, unaposti zile posters zile za kugombea, unaandika kwamba mchague huyu ni mcha Mungu, ni mpole, mtaratibu, sijui nini na nini. Chama cha kupigania na kutetea haki, unaleta habari za hofu ya Mungu. Zile ni sifa binafsi. Nje ya hizo sifa lazima utupe vision yako, lazima utupe mikakati yako, lazima utupe mipango yako. Tueleze utafanya nini. Tunaenda kuchagua mipango. Sasa mtu unakuja ile watu wanakusifia kwenye mitandao na wewe umejiandaa na burungutu la fedha, anakuja kuwagaia watu wa kuchagua ndio uchaguzi. Hichi chama kina fedha. Kwa mfano, labda nitoe mfano. Kuna mgombea mmoja, kuna baadhi ya wagombea hapa nimewaona, baadhi ya vipeperushi vyao. Kuna vipeperushi vingi sana. Hivi hapa vipeperushi vyao. Wagombea posters wametuma kwenye magrupu, lakini kuna mtu mmoja anaitwa Amani Zefania Msanga. Kuna dhamira, ameweka hapa dhamira hapa. Kuiondoa CHAKUWATA kwa siku 100, uwajibikaji wa watumishi wa chama, uwepo wa katiba mpya kabla ya mwaka 2030, kuondoa migogoro ya kuviziana na nini, ufanisi wa miradi ya chama wa taifa kwenda mikoani. Na kuna mikakati yake hapa, amesema ruzuku ya milioni 50 kwenda kwenye kila wilaya. Hichi jambo ambalo inawezekana, hichi chama kina fedha. Hata kama ni milioni 100, hapa angeweka hata milioni 200. Chama hichi kina hela. Na ndio maana wale jicho la tatu kutazama, ndio maana wanatuma watu pale kuwasifia tu, kuandika kabisa kwamba ni wacha Mungu, adilifu. Hapa amesema kwamba kurejesha 30% wilayani, kuboresha wilaya, kujenga mahusiano imara na serikali. Of course ni kitu ambacho cha msingi sana. Kujenga mahusiano makubwa sana na serikali ambao ndio waajiri wetu sisi ni kitu kimoja ambacho ni kikubwa sana. Alafu pia kujenga mahusiano pia lazima hata kiongozi pia uwe na uwezo na ushawishi wa kuweza kuishawishi serikali ya kumfanya mwalimu bora ni mwalimu wa aina gani, ili aweze kutoa elimu bora kwa mstakabali wa maendeleo chana ya taifa letu. Katika wakati huu wa uchaguzi wa viongozi wetu wa kitaifa ndani ya CWT, ni lazima tukumbuke kuwa sauti yetu ni silaha yetu. Tufanye maamuzi kwa mazoea, tusifanye maamuzi kwa mazoea wala ushawishi wa nje. Tufanye kwa kuzingatia maslahi ya walimu wote. Hiki ni kipindi kigumu na ni kipindi muhimu sana. Hiki ni kipindi tunahitaji viongozi walio makini kwa ajili ya mustakabali wa chama chetu. Hatuhitaji viongozi wanaogawa rushwa ili achaguliwe wakati kichwani ni mbumbumbu. Tunahitaji kiongozi ambaye atakipigania chama cha walimu kwa maslahi ya walimu wenyewe. Asiwe muoga na awe ametanguliza maslahi ya walimu. Kwa sasa naona watiania wengi, watu wana vipeperushi vyao. Unakuta mtu anaongea mambo ya ovyo kwamba sijui ni mcha Mungu, sijui kafanyaje.
lakini hatuoni vipaumbele vyake, hatuoni ataifanyia nini CWT, hatuoni walimu tutanufaika vipi na haya mambo. Nimejitahidi kufuatilia maongezi yao, uombaji wao wa kura. Nimejiridhisha kuna baadhi ya watu hawafai. Mkiwachagua mtakuwa mmetudhalilisha walimu na mmekiua chama. Ila baada ya hapo nimesikiliza hotuba ya naibu katibu mkuu mmoja, anaomba hiyo nafasi, anaitwa Amani Msanga, na nikabahatika kupata kipeperushi chake. Huyu bwana anahoja kama haya aliyoyaandika akayasimamia kupitia Amani Msanga, tunaenda kuiona CWT mpya yenye upendo, yenye mshikamano na yenye mafanikio. Tunahitaji viongozi wenye kuthubutu, viongozi wenye nia na hali ya dhati ya kuweza kukitumikia chama cha walimu na walimu wa Tanzania wakafurahia kwamba wanachama. Nashawishika na naomba kuwashawishi walimu wenzangu tumpe kura Mwalimu Amani Msanga ili aweze kutuwakilisha akiwa naibu katibu mkuu na akaleta haya yote kwa walimu. Hakika tutaifurahia CWT mpya yenye amani, upendo na mshikamano.